hatukujua kwa jinsi ya kimwili tungewezaje kuwa na wewe. Lakini maadamu Mungu amekuleta wewe na huyo mwingine tusiyemjua ambaye tunatamani aletwe, atakuja. Kwa sababu mbele za Mungu hili kanisa halianzi leo, wale hili kanisa halianzi siku linaanza. Lilikuwepo katika moyo wa Mungu kabla hata hujaumbwa wewe, kabla hata Dodoma haijakuweko. Sasa tunapaswa kuomba ili kuyafanya mapenzi ya Mungu yatimie. Lakini yapo toka mwanzo, na hili kanisa liko toka mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu fulani apende asipende, bado kusudi la Mungu litatimia. Wako wengi wanaungana na ibilisi kutafuta kuharibu kusudi la Mungu juu yetu, lakini hawatafanikiwa. Ila wewe usimame kwenye zamu. Simama kwenye zamu. Unapopata muda wa kuomba, omba pia juu ya mambo haya mengine matatu kuhusu hili kanisa. Omba juu ya uchumi wa watu wenyewe na uchumi wa kanisa, kwa sababu kanisa haliwezi kuwa na uchumi mzuri nje ya uchumi wa waumini wake. Lakini omba pia juu ya afya ya watu wa Mungu. Omba sana kwa habari ya afya za watu wa Mungu tunaoabudu nao pamoja. Jambo la tatu unaotakiwa kuwa unaomba, omba kwa ajili ya ndoa za watu wa Mungu. Hivi ambavyo unaona wengine wanachelewa kuoa, sio kwa matakwa yao. Wengine wanachelewa kuolewa, si kwa matakwa yao. Wengine wameoa, wameolewa, ndoa zao zinaharibika, si kwa matakwa yao, ni ibilisi. Kwa hiyo uombe. Ni mpango wa ibilisi kutaka kulifanya kanisa liwe maskini ili lishindwe kutimiliza utume wake. Kwa hiyo Mungu akupe kufanikiwa. Sasa waombee wengine ukiwa unaamini kufanikiwa. Omba kwamba Mungu alipe kanisa nguvu ya kifedha ili liweze kutimiza wito wake, utume wake. Na unajua hilo ombi, hiyo sala haitatimia bila wewe kuinuliwa. Kama wewe ni mwaminifu kuliwezesha kanisa lifanye kazi zake, hilo ombi halitatimia bila wewe kuinuliwa. Utapewa nguvu ya kifedha ili kanisa liwe na nguvu. Hebu sema amen. Tunahitaji kituo cha redio. Hatutakuwa nacho bila wewe kuwa na fedha. Tunahitaji kituo cha TV. Hatutakuwa nacho bila wewe kuwa na fedha. Hili jengo kila siku nawaambia ni jengo la muda. Jengo la kanisa lenyewe hatujaanza kulijenga. Sasa hatuwezi kulijenga kwa utukufu wake linaotakiwa kuwa nao kama wewe hautakuwa na fedha. Na Mungu anaachilia rasilimali kwa yeyote atakayekuwa anaamini na yuko tayari kutumika. Mungu atakutumia. Hivyo najua hata mtu mmoja tu anatosha, ila uamini na usimame kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Alhamisi nilianza, ni Alhamisi, ni Jumanne, toka wiki ile nyingine nimekuwa nikizungumza mambo ya husuyo mauti ya Kristo, kufufuka kwake, maana yake, sababu zake, faida yake kwenye maisha yetu. Sasa siku ya Alhamisi nilieleza kwa upana sana lile andiko la Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka wa 20. Nikazingatia hoja mbili za Bwana Yesu. Watu wanaponiita mimi nabii Yeremia, na ninyi mnaniita nani?
lile jibu la Petro Yesu akalijengea hoja kwamba wewe ndio Kristo, mwana wa Mungu aliye juu, mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akasema, haya hujayajua kwa akili yako Petro, Baba yangu aliye juu amekufunulia haya. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, ambalo malango ya kuzimu hayataliweza. Kwa nilieleza sana, tukafika mpaka kwenye hoja ya kwamba kinachoushinda ulimwengu sio jina la dhehebu liloko. Kinachoushinda ulimwengu sio umri umekuwa kwenye wokovu kiasi gani, miaka 3, 4, 10, 20. Kinachoushinda ulimwengu sio jina la kiongozi wako wa kiroho, nabii wako, mtume wako, nani. Hapana. Tulijifunza kwamba kinachoushinda ulimwengu ni hiyo imani yetu, na maandiko yakawa wazi kututafsiria hiyo imani ni nini. Akasema, aushindaye ulimwengu ni huyu aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na tukaendelea kuelewa pia kwa Biblia hiyo hiyo, kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu maana yake nini. Sasa leo tutaendelea kujenga hoja kuanzia hapo. Siku zote huwa nasema tatizo la darasa la mchungaji, wanafunzi wake wa Jumanne sio hao wa Alhamisi, wa Alhamisi sio wa Jumanne inayofuata. Lakini mimi nitaendelea tu, kwa sababu nikisema nirudie nilichosema, ina maana hatutaendelea kuelewa tunayotakiwa kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukija kuangalia vizuri, kwa neno moja tu nilisema nini? Nilikuwa nazungumza nguvu anayoipata aaminie ya kwamba Yesu alikufa akafufuka kwa ajili yake. Ni nguvu inayompa kushinda dhambi, kushinda mapepo, kumshinda shetani, kushinda shughuli zote za giza. Nikasema ukiamini hivyo, hutahitaji kumtegemea mtu, kiasi ya kwamba uishi maisha ya wokovu kwa kutegemea neema na nguvu ya mtumishi fulani aliyeinuliwa na Bwana, kiasi ya kwamba utembee na kitambaa alichoombea, kiasi ya kwamba utembee na bangili aliloliombea, kiasi ya kwamba utembee na mafuta aliyoyaombea, kiasi ya kwamba utembee na maji aliyoyaombea. Si lazima. Nikasema si kwamba hayo yote ni dhambi, lakini wewe unapaswa kuvuka kwenye hiyo hatua. Unapaswa kufika hatua unaweza kusimama. Na kinachoshinda, hata ukisikia shuhuda, mtu alitumia maji akapata muujiza, mtu alitumia mafuta akapata muujiza. Na wakati nafundisha somo hilo niliwaambia hata sisi hapa mnaona mafuta hayo hapo. Kwa hiyo sikuwa napinga chochote hapo. Nataka wewe uende hatua nyingine ya kuamini Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona kinachoushinda ulimwengu ni ile imani yetu. Imani katika Yesu aliyesulubiwa. Aliposulubiwa akafufuka. Sasa leo nataka kujenga hoja nyingine kuanzia hapo, na tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mimi najua watu wengi sana tumesikia mahubiri ya Kikristo, mahubiri ya wahubiri, lakini hatujawahi kusikia kinachotakiwa kusikia. Tunavyoendelea kuzungumza neno la Mungu, najua utaendelea kunielewa. Ukikaa upande wa kutaka kujifunza. Lakini ukikaa upande, kwa sababu walimu wa neno la Mungu mara nyingi hawaeleweki. Huwa wanadhaniwa wanapinga kinachoaminiwa na kanisa kwa wakati huu. Kumbe wanataka kuwasaidia watu waende hatua Mungu anayotaka waende. Kwa hiyo nisikilize kwa moyo positive. Itakusaidia sana. Kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 16. Najua ninazo dakika chache, lakini nitajenga discourse yangu, thesis yangu vizuri tu kwa haraka.
Warumi sura ya kwanza mstari wa 16, neno la Mungu linasema, kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Injili ya Yesu Kristo inatajwa na hili andiko ni uweza wa Mungu. Nafikiri sote tunajua Injili ni habari njema za ufalme. Kirahisi zaidi unasema ni habari njema za Yesu Kristo, jinsi ambavyo kwa njia ya Yesu Kristo dunia inaokolewa. Hizo ndizo habari njema. Evangelion, evangeli kwa Kiingereza, evangelion kwa Kiyunani, injili kwa Kiswahili. Ukisoma kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 15, maandiko yanasema maneno yafuatayo. Marko sura ya kwanza mstari wa 15, Biblia inasema, nianze mstari wa 14, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Akahubiri habari njema ya Mungu. Hiyo habari njema aliyohubiri ni ipi? Akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Yesu alikwenda kila mahali akihubiri habari njema ya Mungu. Mahali pengine maandiko yametumia sio maneno hayo, yamesema habari njema za ufalme. Na yeye mwenyewe Yesu, hizo habari njema alizokuwa anasema ilikuwa ni kwamba wakati umeshawadia. Mlichokuwa mnakingoja tayari kipo. Ufalme mliokuwa mnaungoja tayari umefika, umeshatimia, ila tu mnachotakiwa mtubu, kwa sababu mnaiamini Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu kwani alikuwa anahubiri nini? Haya maneno hapa yanatupa nuru tu na uhakika pia wa kwamba alikuwa anazungumza nini. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Biblia inasemaje? Neno la Mungu nasema, habari za Yesu wa Nazareti. Tuanzie mstari wa 37 tutaweza kuelewana. Jambo lile ninyi mmelijua, liloenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye mlimua mkamtundika mtini. Ukisoma hapo yanaendelea maelezo. Ngoja nisome tu, sababu mtu mwingine hata ukisema akasome hatasoma. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika
si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Kwa hiyo sisi ni mashahidi kwamba Yesu alifufuka. Hapa Petro anawaeleza hao, hawakuwa Wayahudi, anawaeleza habari za Yesu Kristo. Unaona, neno la Mungu linaendelea kusema akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa hai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa nataka uelewe haya yanayoelezwa hapa na yale yaliyotajwa kwenye kitabu cha Marko ndio yanayotueleza tujue injili ni nini. Sasa utakuta mtu anakwenda kuhubiri, anasema anahubiri injili, lakini anaweza akaelezea uumbaji. Uumbaji ni neno la Mungu, lakini sio injili. Kabla hujaanza kupinga, nisikilize. Nimekwambia walimu kazi yao ni kukupanua ufahamu ili ufike kwenye misingi. Mtu atakwenda kuelezea vile ambavyo madhehebu mengine wamekosea. Ataelezea ubaya wa kusali rozari, ubaya wa kusali salamu Maria, ubaya wa kubatiza watu kwenye maji machache, mambo yote hayo, lakini yote hayo sio injili. Mtu ataeleza vile ambavyo ni vibaya kuwa na mke wa pili, kuwa wake watatu, kwenda kwenye wachawi na nini. Yote hayo sio injili. Kwa hiyo hata akifika mtu akatubu, atakuwa bado hajaokoka. Nizidi kukuchanganya zaidi, kwa sababu watu wengine mnadhani kuokoka ni ile sala ya toba anayoongozwa mtu. Hapana. Kwa sababu wako watu wanaongozwa sala ya toba kabla hawajaamini. Kwa hiyo wanaokoka hao, hawaokoki. Kinachookoa ni injili. Na ile injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aamini. Sio kwamba nimeelewa pombe ni dhambi, nikatubu halafu hapo naokoka. Siokoki. Nimetubu tu, lakini injili sijaisikia. Kinachookoa ni injili. Nimekwambia kabla hujapinga, fungua tu moyo wako uelewe mpaka mwisho ninachozungumza. Kwa hiyo utakuta watu wengi sana wanachoita injili sio injili kibiblia. Sio sawa watu hao wayasikie hayo? Ni sawa wayasikie, lakini hicho hakiokoi. Watu kujua pombe ni dhambi ni sawa, lakini hakiokoi. Watu kujua kwamba uzinzi utawapeleka jehanamu ni sawa, lakini hakiokoi. Punga mkono wako. Ukafika ukawa bize kuelezea laana mbalimbali, ubaya wa kuabudu mizimu na kila kitu. Hayo yote kama hutarudi kwenye hiki ninachokizungumza, hiyo sio injili. Na watakaoamua kubadilika kwa sababu ya maneno yako, hao wamesikia tu, wamekubaliana na hekima uliowapa, lakini hawawezi wakaokoka kwa sababu hiyo sio injili. Wataanza kuwa wafuasi wa dini fulani ambayo wewe labda unaita ni ya wokovu, lakini wao kama wao bado hawajaokoka. Najua wengine mtanipiga mawe kwa maneno hayo, lakini Biblia inasema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utazungumza pombe ni dhambi, kama utazungumza uzinzi ni dhambi, ukaishia tu hapo, hujazungumza injili.
ungeyazungumza hayo yamsaidie mtu kujua vile anavyoshindwa kuyashinda, ukaja kumzungumza Yesu, hapo utakuwa umezungumza Injili. Maana Injili ni habari zinazomhusu Yesu, jinsi anavyookoa mwanadamu kutoka kwenye nguvu za dhambi, kutoka kwenye nguvu za giza, jinsi mwanadamu anavyotolewa kwenye mauti iliyosababishwa na dhambi maishani mwake kwa kumwamini Yesu. Na sio tu kwamba mtaje tu, ueleze huyo Yesu anakuwaje mwokozi katika maisha ya mtu huyo. Hiyo ndiyo Injili. Kwa wakati wa Yesu, Injili ilikuwa ni kuambia mliokuwa mnayangoja Wayahudi yametimia, sasa myaamini. Na ili ionekane mmeamini, tubuni. Sasa sisi tunatangulia watubu, lakini Injili hatujawaambia. Ndio maana wanakosa nguvu ya kumshinda shetani. Ndio maana wanakosa nguvu ya kushinda dhambi. Ndio baadaye wanakuwa wanahaha, wanataka nguvu ya Mungu, lakini nguvu ya Mungu hawaioni. Ndio tunatengeneza Ukristo unaofanana na upagani. Tunatengeneza wokovu usio na nguvu ya Mungu, na sasa tunatengeneza wokovu unaofanana na uganga wa kienyeji. Punga mkono wako. Nimekwambia kabla hujanipiga mawe, kabla hujapinga, nisikilize kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa narudi kusema, neno la Mungu linasema Injili ni uweza wa Mungu. Injili. Sasa kama ambavyo nimeshakwambia, Injili ni habari za Yesu Kristo. Hiyo habari ya Yesu Kristo inaachilia uweza kwenye ulimwengu wa roho ambayo hupokelewa na yeyote anayeamini. Hiyo nguvu inaanza kufanya kazi kwa ajili yake, kinyume na yote yasiyo ya ufalme. Inaanza kufanya kwa ajili yake, kwa ajili ya kumfanya yaliyo ya ufalme yaonekane maishani mwake. Hebu sema amen. Sema tena amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Punga mkono wako. Kwa hiyo Injili ni nini? Ni habari za Yesu. Sasa wakati Roho Mtakatifu ananifundisha somo hili, nilitambua habari ya uweza na mnasaba kutokana na Injili. Kwanza, kuna uweza wa Mungu unaosema uweza wa incarnation, uweza wa Mungu kuvaa wanadamu. Alipozaliwa Mungu akaonekana kama mwanadamu. Kuna nguvu iliachiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Mtu atakapoamini ya kwamba Yesu ni Mungu lakini akawa mwanadamu, hiyo ni Injili. Kwa sababu hata kwenye somo letu lililopita tumesema aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na tulijifunza maana ya neno hilo. Kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ni kuamini kwamba Yesu ni Mungu, wakati huo huo ni mwanadamu. Na kwa sababu ni mwanadamu aliweza kufa msalabani, na kwa sababu ni Mungu aliweza kufufuka. Kwa sababu ni Mungu hakutenda dhambi. Hicho ndio tulichojifunza somo letu lililopita. Kwa hiyo hapo utakuwa umeshazungumza nguvu ya Mungu itokanayo na Mungu kuwa mwanadamu. Si sahihi sana kithiolojia kusema Mungu akawa mwanadamu maana yake akaacha kuwa Mungu, ila Mungu akauvaa wanadamu. Hiyo tunaita incarnation. Lakini huyo mwanadamu Yesu Kristo ambaye hakutenda dhambi aliteswa. Kuna nguvu ya kuteswa kwake, the power of his crucifixion. Kwa sababu Yesu aliteswa, tunakutana na nguvu itokanayo na kuteswa kwake. Ndio maana tunasoma maandiko yanasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
kupigwa kwa Yesu ni kusulubiwa kwake. Iko nguvu itokanayo na yeyote aaminie Yesu alipigwa kwa ajili yake. Inaleta uponyaji wa mwili. Lakini Yesu hakuishia kuteswa tu. Yesu alikufa. Na alikufa namna ya kutengwa na Mungu. Alikiona hicho akiwa msalabani. Na kufa kimwili. Alionja mauti zote 3 ambazo mwanadamu anakabiliwa nazo kutokana na dhambi. Kwenye somo letu hili nishaeleza hizo mauti 3 ni zipi. Yesu alizionja. Iko nguvu ya kufa kwake. Na tunaiona inaelezwa akiwa anakufa, pazia la hekalu likapasuka. Iliachiliwa nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Miamba ikatetemeka, ikapasuka na makaburi yakafunuka. Hiyo ni nguvu ya kufa kwake. Lakini hakufa tu, alizikwa. Baada ya kuzikwa Yesu Kristo alifufuka. Iko nguvu ya kufufuka kwake. Siku anafufuka, yale makaburi yaliyokuwa yamefumuka siku anakufa, wafu wake walifufuka. Na Biblia inasema ikawa ni ushahidi, ni tiketi ya sisi tumesamehewa dhambi. Kama unaamini Yesu alifufuka, una uhakika wa kuishi maisha mapya ukiwa na uhakika kwamba umesamehewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwa sababu umeacha kulewa. Wako walioacha kulewa sio kwa sababu ya Mungu. Wameacha kulewa kwa sababu ya masharti waliopewa na mganga. Tutasema wameokoka. Ameacha kulewa sio kwa sababu ya Yesu. Ameacha kulewa kwa sababu ya majini. Tutasema ameokoka. Kwa hiyo hatuanzi na kuacha dhambi. Tunaanza na kuamini Kristo. Baada ya kumwamini Kristo kwa yale aliyotutendea, tunatakiwa kutubu, kuthibitisha tulichoamini. Lakini hatuanzi kutubu ndipo tumwamini Yesu. Hivi unaelewa ninachozungumza? Sawa sawa na wengine wanaobatizwa kabla hawajaamini. Huo ubatizo hauna maana. Hautakuwa na matokeo juu yao. Wanaobatizwa kabla hawajaamini sio tu wale wanaobatizwa kwenye maji mengi, kwenye maji machache. Wako watu, huwa napewa hekima hapa kwamba nisiwe nataja majina. Wako watu dini za Kikristo wanaobatiza maji mengi, lakini wanakuwa hawajaokoka. Na wako wengine wala sio wa Kristo, wana dini nafanania, lakini wanabatiza maji mengi, hawajaokoka. Hao wamebatizwa maji mengi kabla hawajaokoka, na ubatizo hauokoi. Ubatizo una nguvu, lakini kama ni kabla kumwamini Yesu, huo ubatizo hauna maana. Kwa mtu abatizwa maji machache au mengi, kama hajaokoka, hajaiamini Injili, ubatizo ule ni bure. Unga mkono wako. Tunaelewana wana wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu hakuishia kufufuka tu, alipaa. Iko nguvu ya kupaa kwake. The power of his ascension. Na imeandikwa kwenye Waefeso sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 11. Alivyopaa alijaza watu vipawa. Kwa lazima uamini katika Yesu aliyepaa. Unaweza kuiona hata katika maisha ya Elia na Elisha. Elia alivyopaa, Elisha akapokea vazi la Elia. Kwa hiyo waaminio ya kwamba Yesu alipaa, wanapokea roho iliyokuwa juu yake. Ndio maana wanakuwa mitume. Ndio maana wanakuwa walimu. Ndio maana wanakuwa wachungaji. Ndio maana wanakuwa manabii. Wanajazwa vipawa. Wanajazwa nafsi ya Yesu, kwa kuwa wanaamini Yesu alipaa. Lakini Yesu hakuishia kupaa tu, aliketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo ya kupaa inaambatana na kuketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Inabaki nguvu moja ya Yesu kuja kulitwaa kanisa. The second coming of Jesus Christ. Hiyo nayo ni Injili, ambako hapo
yaliyoanza mwanzo tukaamini yakawa hajakamilika, tukaamini la jambo la pili, kuteswa kwake, mengine yakawa hajakamilika, tukaamini kufa kwake, mengine yakawa hajakamilika, tukaamini kupaa kwake, mengine yakawa hajakamilika, tukaamini kuketishwa kwake mkono wa kuume wa Mungu Baba, na mapepo na majini yakawa chini ya miguu yetu, mengine yakawa hajakamilika. Yatakamilishwa anavyorudi. Anavyorudi waliokufa watakuwa hai. Na kama utakutwa kanisani wewe ni zeluzelu, siku anakuja hutamlaki Yesu ukiwa zeluzelu, utakuwa kama mwingine. Siku anakuja ulipata ajali, mguu kakatwa, hutamlaki Bwana Yesu ukiwa kigutu, mguu mwingine utaota. Hiyo ni nguvu ya kuja kwake mara ya pili. Ulikuwa na mapengo, mapengo yataota. Ulikuwa na kipara, kipara kitaondoka. Wote mliofanyiwa operation mna makovu hayatakuwako. Wale ambao wamefanyiwa operation katoka figo moja itarejea. Kila kitu umewekewa operation, unatembea na chuma, chuma kitaondoka, utakuwa kawaida. Sasa ndipo nakuja kipengele ambacho Biblia inasema ili tupate kuzionja nguvu za zama zijazo. Kwa karama ya matendo ya miujiza, kanisa limepewa neema to access the powers of the world to come. Tunaweza kwa imani, kwa kutumia karama ile, tukaanza kufaidi mambo tutakayoyaona siku Yesu anakuja. Tutayaona sasa kwa karama ya matendo ya miujiza. Na tukiendelea kuchumilia, tutafute, tutapewa. Maana wenzetu wapo ambao wamefanya ibada kama hivi tunavyofanya, ila kwa sababu wengine hatui serious. Wakati wa ibada wanashangaa wanapofumbua macho, sakafuni kuna dhahabu, sakafuni kuna almasi, mfukoni kumeingia pesa, kwenye account pesa zimeingia, hujui zilikotoka, kwa nguvu ya Mungu ya ufufuo. Hebu sema amen. Mtu ana mapengo yanaota, wengine yanaota ya dhahabu. Inawezekana. Hiyo ndio karama ya matendo ya miujiza. Acha hivi ambavyo watumishi wa sasa wanatengeneza, wanabumba bumba miujiza. Miujiza ambayo haitakuwa na nini, na longolongo. Mwenyewe anasema nilikuwa na mapengo, jamani, meno yameota. Kuna siku mtumishi wa Mungu Kakoba alikuwa anafanya mkutano, watu wengi tu waliota meno. Kuna siku mtumishi wa Mungu Mabaya alikuwa anafanya mkutano, watu wengi tu waliota meno. Watu ambao hawajaokoka wanasema jamani, nilikuwa na mapengo yameota. Kwa sababu wengine tunaweza tukafikiri kwamba wametengenezwa ili tufikisiwe, tuambiwe ujumbe nani, ushuhuda wa uongo. Sasa hii ndio inayoitwa access into the powers of the world to come. Kuweza kuingia ukaanza kufaidi nguvu za zama zijazo. Hiyo ni nguvu namba 7, nguvu ya kurudi kwake Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo kilichoanza katika maisha ya mwanadamu kitakamilishwa. Ulikuwa umekatwa titi kwa sababu ya operation, litarudi kawaida. Ulikuwa umeharibika uso, katwa makapanga sijui nini, utarudi kawaida. Hatutamlaki tukiwa na madhaifu yoyote. Hiyo ni nguvu ya kurudi kwake mara ya pili. Kwa hiyo ukiona hapa nimetaja, nilikuwa tunataja, tutakuwa na muda wa kujifunza kimoja baada ya kingine taratibu. Hiyo ndio Injili. Usizungumze nje ya hayo. Hayo uje yazungumze kwa watu kama ninyi hapa. Ndio anze kuambia Mungu hataki zinaa, Mungu hataki uongo, unatakiwa ufanye hivi. Lakini sio huko. Hao wala wanahitaji nguvu ya kuwafanya washinde dhambi, nguvu ya kuwafanya wamjue Mungu. Ni hayo mambo 7. Kwa niko na wainjilisti hapa. Usiende kuwabize kuelezea watu wanavyokunywa pombe wataenda jehanamu. Hiyo sio Injili.
Usiende kuelezea vile ambavyo watu wanakuwa na zinaa, kwa sababu ya zinaa wataenda jehanamu. Hiyo sio injili. Habari za Yesu wa Nazareti alivyokwenda huko na huko akifanya mema na kuwafungua walioonewa na ibilisi. Yote hayo yamo ndani ya kitu kinaitwa injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hayo ndio unayotakiwa kupeleka, na hizo ni habari njema. Kuambia ufalme umeshakuja. Huna haja ya kwenda kwa mganga. Mwamini Yesu, ugonjwa wako unakoma leo. Halafu unamuita, unamwekea mkono, anapona. Hizo ndio habari njema. Halafu atatubu baada ya kujua hayo. Atatubu. Lakini usimtaka atubu kabla hajakutana na nguvu ya Mungu. Utampa kongwa la sheria. Tuna makanisa mengi ya watu ya walokole, wana sheria, wana mikongwa la sheria, lakini sio kwamba wameokoka. Amechagua kuwa kwenye sheria fulani, lakini huo sio wokovu. Wokovu sio kwamba uache hiki, uache kile, uache kile, uache kile ndio umeokoka. Wokovu sio group la mafundisho fulani ya katekisimo uyashike kichwani uyafuate. Huo sio wokovu. Wokovu ni nguvu ya Mungu inakuja kukubadilisha. Ulikuwa nguruwe, unakuwa mwana wa Mungu. Ulikuwa fisi, unakuwa mwana wa Mungu. Ulikuwa nani nyoka, unakuwa mwana wa Mungu. Ni ile story ya safina ya Nuhu. Waliingia simba lakini hawakula kondoo. Waliingia chui, hawakumla kondoo. Wote wakakaa pamoja kama vile kwamba hawa huwa hawali kondoo. Walikula pumba na manyasi aliyokuwa ameyaweka humo Nuhu. Huo ndio wokovu, na ni kwa nguvu ya Mungu. Na Nuhu alitoka kwenda kuwatafuta hao kondoo, hao simba? Hapana. Walikuja wenyewe, simba na mke. Walikuja wenyewe wawili. Nyama wasiokuwa wakuliwa, walikuja wawili. Wanakuja wenyewe, wanaitwa na nguvu ya Mungu. Aliyetangulia ni Nuhu ndani ya safina. Kila aliyeingia mle alibadilika jinsi alivyokuwa, anakuwa mwingine. Ni kwa nguvu ya Mungu. Hawakuja mle Nuhu aanze kuambia sasa wewe, au watengeneze viumba kwa sababu wewe ni simba utamla mbuzi, wewe utakaa hapa. Hamna. Wote waliingia kwenye safina moja, wakakaa chini ya mamlaka ya Nuhu mpaka siku zilipopita zote, mpaka gharika likaisha. Ndiyo maana ya nguvu ya Mungu inayobadilisha maisha ya watu. Hebu sema amen. Unakuta sisi sasa hivi, unamwona mtu hajaokoka, biashara yake ni pombe, unaanza kushambulia biashara yake kwanza. Hajaokoka, anaelewa nini? Mfanya mjue Yesu na nguvu yake ije. Yeye mwenyewe utaona nalia na kutubu na kuacha biashara ya pombe. Yeye mwenyewe ana wake 3, yeye mwenyewe atawaacha. Lakini wewe wake 3 hutamwona Mungu. Kumwona Mungu ndio nini? Haelewi hata unaposema. Haimsaidii. Lakini ukizungumza habari za Yesu, jinsi Yesu alivyozunguka huko na huko akitenda mema na kuwafanya waliofungwa wapate kufunguliwa, watakapompokea huyo watatubu. Na nguvu ya Mungu itawapa wokovu. Haitajalisha ni Wagogo, haitajalisha ni Wachina, haitajalisha ni Wazungu. Watakuwa wamebadilishwa na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usidhani uinjilisti ni kwenda kueleza orodha ya dhambi 1, 2, 3. Hiyo wala haisaidii, kwa sababu kwanza wote wanaotenda dhambi huko wanajua.
Unafikiri hawajui kwamba na wake wawili na nimekosea? Hawajui? Hawajui kwamba nalewa hapa Mungu hapendi? Unafikiri hawajui? Anauza madawa ya kulevya, unafikiri hajui? Kwa hiyo unapoteza muda ambao ufalme umekupa nafasi. Unachotakiwa kuzungumza ni habari za Yesu, na hizo habari za Yesu ni njema. Wengine wanaelezea jinsi madhehebu yao walivyo mazuri. Hakuna dhehebu lolote lililo na jina mbinguni. Yote haya yameandikishwa hapo kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani. Zamani ilikuwa Dar es Salaam, siku hizi ni hapa Dodoma. Yameandikishwa tu hapo. Paka Roma. Pamoja na kwamba ni dhehebu linalotokea Italy, lakini hapa Tanzania limeandikishwa. Ni dhehebu ndani ya nchi. Kwa hiyo hakuna swala la kuweka una venerate jina la dhehebu unaloabudu. Wewe mvenerate Yesu, mpe heshima Yesu Kristo. Mtangaze Yesu. Uone watu watakavyomkubali Yesu na watabadilishwa. Hawatakuwa wamejiunga na dini. Watabadilishwa. Hawatakuwa wamepata ushawishi wa akili za watu. Paulo mwenyewe anasema, kuhubiri kwangu kwenu hakukuwa kwa maneno yanayoshawishi akili za watu, bali nguvu ya Mungu. Dalili za nguvu ya Mungu. Demonstration of the power of God. Hicho tu watu watakuja kwa Yesu. Sasa hata wewe nazungumza nini? Kila siku nikizungumza haya, watu wangu leo walikuwa na kazi, nafikiri niwasamehe, lakini nazungumza. Ukipewa neema ya kuwa unaandika nyimbo, kutunga nyimbo, acha hayo manyimbo watu wanaimba, yote hayo hayana maana. Tusaidie, kwa sababu nyimbo zinatusaidia kutafakari. Tusaidie, tunga nyimbo zinazohusiana na kuzaliwa kwa Yesu, kuteswa kwake, na sio kuzaliwa kwa kueleza alizaliwa Bethlehem. Haitusaidii. Unazungumza maana ya kuzaliwa kwake imeleta nini kwetu. Mateso ya Kristo yametuletea nini. Tupe maneno, tutafakari habari hizo. Kufa kwake, kupaa kwake, kuweko kwake mkono wa kuume. Hizo ndizo nyimbo za kuimba. Na unapokuwa peke yako, hata unapokuwa na changamoto, tafakari hayo. Hayo ndio inayoleta nguvu ya Mungu. Hiyo inaitwa generator of God's power. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi niishie hapo, muda wetu nimeshahidi niwe naacha mapema. Ila leo nimeona nizidishe kidogo, haina shida. Tufumbe macho tuombe. Baba, nasema asante kwa sababu ya neno hili. Tusaidie Baba kujua yatupasayo. Tujue wewe Kristo ulivyo Mungu.